kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Anasema subhanahu wa ta'ala, neno kadhalika kuna jumla ya maneno yaliyoondoshwa. Maana yake kama arsalna al-anbiyaa, kama tulivyowapeleka mitume min qablika, kabla yako. Maneno yote hayo yanatafsirika katika neno kadhalika. Kama arsalna al-anbiyaa min qablika, kama tulivyopeleka mitume kabla yako Muhammad, arsalnaka ya Muhammad, na wewe tumekupeleka Muhammad, fi ummatin, katika umma, qad madhat qablaha umamun kathira, tumekupeleka katika umma ambao kabla ya umma wako wewe zimeshatangulia nyumati nyingi huko nyuma, na wewe tumekupeleka kwa kama tulivyowapeleka wajumbe waliotangulia kabla yako. Kadhalika, kama tulivyowapeleka mitume kabla yako katika nyumati zilizotangulia kabla ya ummati wako, arsalnaka, na wewe tumekupeleka, fi ummatin, katika ummati Muhammad, ndio umma wako, umma ambao qad khalati min qabliha, zimeshapita kabla ya ummati Muhammad, umamun, zimepita nyumati nyingi. Ay kama arsalna al-anbiyaa min qablika, kadhalika arsalnaka ya Muhammad fi ummatin qad madhat qablaha umamun kathira, zimepita kabla yake nyumati nyingi. Fahia, kwa hivyo ummati Muhammad, akhirul umami, ndio umma wa mwisho kuishi katika dunia. Wa anta khatamul anbiyai, na wewe ndio mtume wa mwisho. Ukisikia kuna mamposa, ubwege tu huo. Mtume wa mwisho ni Nabii Muhammad peke yake, haji tena mtume baada ya huyo. Alafu ukimuuliza huyo anayejinasibisha kuwa yeye ni mtume wa ummati gani? Taib, anasema maneno haya Mwenyezi Mungu kutaka kufahamisha kwamba suala la kupelekwa mitume halikuanzia kwa Nabii Muhammad. Imekuja katika aya nyingine, anaambiwa bwana mtume aseme, ma kuntu bid'an minar rusuli, mimi sikuwa wa mwanzo katika suala zima la kupelekwa mitume. Kwa hivyo isije ikaonekana jambo la ajabu mimi Muhammad kupelekwa kwenu kama mtume. Mimi sio wa mwanzo. Amepelekwa kwetu Nabii Muhammad kwa madhumuni gani? Illa, wanasema watu wa nahau lamu taalili, anasema Mwenyezi Mungu sababu na ila ya kupelekwa Nabii Muhammad kwetu, litatilu alaihim, ili uwasomee juu lao hao ummati tulio kupeleka kwao, alladhi auhaina ilaika, ile Qur'ani ambayo tumekufunulia
tumekupeleka wewe ukawasomee ummati wako, uwasomeshe, wafahamu wanatakiwa katika dunia hii waishi vipi, wafahamu wanatakiwa katika dunia hii wamuabudu nani, wafahamu wanatakiwa katika dunia hii wafahamu kwamba hawako katika maisha ya milele. Amepelekwa Nabii Muhammad akaambatanishwa na Qur'ani, ndiyo mfumo rasmi wa maisha ya mwanadamu. Yoyote atakayetaka mfumo utakaokuwa nje ya Qur'ani, huyo kama ilivyokuja famani btagha waraa dhalika faulaika humul adun, watakaoishi nje ya Qur'ani ambao ndio mfumo rasmi, hao watu watakuwa wamepindukia mipaka. Wakati baba yetu Adam analetwa katika ulimwengu, kama kwamba Nabii Allahi Adam aliuliza au ilimpitia moyoni mwake, tunaambiwa sasa tunapelekwa katika dunia, tutaishi vipi katika dunia? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalijibu hilo kabla ya kuulizwa, akamwambia mtume wake, ihbitu minha jami'an imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya, nitawaletea muongozo wa kuishi katika dunia, atakayefuata muongozo huo fala yadhillu wala yashqa, huyo mtu hatopotea, huyo mtu hatopata mashaka katika dunia, wala hatopata mashaka wakati wa kutolewa roho, na wala hatopata mashaka wakati wa maisha ya barzakhi. Lakini ni lazima afuate ule mfumo aliouleta Allah kupitia Mtume Muhammad. Sasa kama wanadamu, kwa kuwa akili tunayo na maneno haya kwa uchache wetu tunayafahamu, tunatakiwa basi tuwe tunajipima au tuwe tunayaangalia maisha yetu. Je, maisha yetu siyo ya mashaka? Mwenendo wetu tunakwenda sawa sawa? Kama maisha yetu ni ya mashaka, mwenendo wetu hauko sawa, maana yake tumeuacha muongozo rasmi aliouleta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama sababu ulikuwa hujajua kwa nini ameletwa Nabii Muhammad, kama illa ulikuwa hujaifahamu, Mungu anakubainishia sababu kubwa ya kumleta Nabii Muhammad. Anamwambia litatlu alaihim, ili wewe ukasome kwa ajili ya kuwasomea hao ummati wako, alladhi auhaina ilaika, ile Qur'ani ambayo wewe tumekufunulia wahai. Maisha yetu yote yako katika Qur'ani. Maisha yetu yote yako katika Qur'ani. Nje ya Qur'ani ni kujisumbua tu. Ailitubalighahum, sababu ya kupelekwa wewe ili uwafikishie ummati wako hadha alwahya alazima, huu wahai mtukufu wa Qur'ani, wa dhikra alhakima, na ukumbusho uliojaa hikma. Wahum, ili hali hao waliopelekewa uo ukumbusho na huo wahai mtukufu, yakfuruna birrahmani, wanamkanusha, hawamtambui Bwana miongoni mwa majina yake Arrahmani, wao wanasema hawamtambui. Katika suratu Yasin, dhalika alkitabu la raiba fihi
hudan anasema subhana katika suratu Yasin, wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzila ndio tanzila al-azizi rahim. Kwa nini ameteremshiwa tanzila hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye hikma? Anaambiwa litundhira qauma, tumekupeleka wewe na ukumbusho tulio kuambatanisha nao, ili ukawahofishe watu. Ma undhira abauhum, baba zao hawakupatapo kupelekewa mtume wakahofishwa na kulinganiwa. Kwa sababu hiyo basi, fahum ghafilun, wao wameghafilika na masala ya imani na masala ya dini. Kwa hivyo tunakupa Qur'ani hii, nenda ukawafikishie ummati wako. Mara nyingi tunasoma kisa cha majini waliokutana na bwana mtume. Mwenyezi Mungu anatuambia falamma hadharuhu, walipomhudhuria bwana mtume au walipokihudhuria kisomo cha bwana mtume, qalu, wao kwa wao waliambizana, answitu, ili Qur'ani uweze kuifahamu ni lazima unyamaze, uzingatie. Fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Basi majini waliambizana hivyo. Falamma qudhiya, Qur'ani ilipomalizwa kusoma, wallau ila qaumihim mundhirin, wakaondoka wakirejea katika jamii yao. Kazi ya bwana mtume wakaichukua wao kwenda kuwahofisha ndugu zao. Walipofika, ya qaumana, enyi jamaa zetu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, tumekisikia kisomo sisi. Kisomo hicho kimeteremshwa baada ya Musa kuondoka. Hicho kisomo yahadi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim, kinawaongoza wenye kukifata, kinawafikisha katika haki na njia iliyonyoka. Wasia wao wakasema nini? Ya qaumana ajibu da'i Allah. Kwa hivyo Qur'ani ni hii ambayo majini wenzetu waliifahamu, wakaichukua, wakanasihiana na kaweza kufaidika, mpaka Mwenyezi Mungu akatusimulia kupitia Qur'ani hii. Kwa hivyo kadhalika kama tulivyowapeleka mitume waliotangulia, arsalnaka, na wewe tumekupeleka, fi ummatin, katika ummatil Muhammadi, umma ambao kad khalati min qabliha umamun, tayari umetanguliwa umma huo kabla yake na nyumati zilizotangulia. Madhumuni ya kukupeleka, litatlu alaihim, ili uwasomeshe na uwafahamishe, alladhi auhaina ilaika, kile kitabu ambacho tumefunua wahai kwako wewe, ili watu waweze kufahamu njia iliyo ya mafanikio na waweze kuepuka kufuata mambo yatakayowaletea hasara katika dunia na akhera yao. Wahum, ili hali hao waliopelekewa mtume na waliopelekewa Qur'ani, yakfuruna birrahmani, wanamkufuru na kumkanusha Ar-Rahman, wanasema wao hawamtambui Rahman. Ay walhalu annahum yakfuruna birrahmani alladhi, wanamkataa na kumkanusha yule Rahmani ambaye wasiati rahmatuhu, zimeenea rehma zake, kulla shay'in,
kukienelea au kukienelea kila kitu. Rehma za Mwenyezi Mungu zimekienelea kila kitu, lakini hao waliopelekewa huyo mjumbe eti wanasema hawamtambui Ar-Rahman. Imekuja katika hadithi na sababu nuzuli ya aya hii katika sulhu ya Hudaibia, ni jambo mashuhuri na maarufu. Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa anafanya makubaliano na Makuraishi wa Maka katika sulhu ya Hudaibia, muandishi alikuwa Ali ibn Abi Talib. Mtume akamwambia, katika maandishi unayoandika uktub bismillahir rahmanir rahim, andika mwanzo wa barua yako bismillahir rahmanir rahim. Na kwa taarifa yetu Waislamu, imekuja japo katika hadithi ambayo si sahihi, lakini kama walivyotuambia mabwana, hadithi dhaifu fi fadhailil a'mali yu'malu. Mtume sallama anasema kullu amrin dhibalin, jambo lolote muhimu na lenye utukufu, lam yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim, alafu jambo hilo likaanzwa bila ya bismillahi, fahuwa abtaru au aqta'u au ajdhamu, jambo hilo litakuwa limekatika. Wanatafsiri wanasema qalilul barakati wa naqisul barakati, jambo lolote lile unaandika barua bila ya bismillahi, unataka kusema jambo lolote bila ya bismillahi, unataka kuweka tofali la msingi wa nyumba yako bila ya bismillahi, fahuwa abtar au aqta au ajdham, linakuwa qalilul barakati wa naqisul baraka. Kwa hivyo Mtume anamwambia Ali ibn Abi Talib, uktub bismillahir rahmanir rahim. Faqala Suhail ibn Amri, Suhaili kafiri miongoni mwa makafiri, wal mushrikuna, pamoja na washirikina, ma naarifu rahmana, sisi hatumjui huyo Rahman unayesema uandike bismillahir rahmanir rahim, hatumjui sisi. Illa sahiba liyamama, isipokuwa Rahmani tunayemjua sisi ni yule wa mji wa Liyamama, kwa maana ya yule Musailimatul kadhabi. Huyu kafiri alidai yeye ni mtume wakati wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Musailama huyo ndiyo tunayemjua sisi. Wakaendelea kusema uktub bismika Allahumma, andika hivyo kwa jina lako ewe Mola. Faqala an-nabi sallallahu, Mtume akarudi akamwambia Ali, uktubu hadha ma salaha alayhi Muhammadun Rasulullah, basi andika makubaliano haya ndiyo ambayo Muhammadi na Makuraishi wamefanya sulhu na mapatano. Faqala al-mushrikuna, mushrikina wakasema tena, la in kunta rasulallah, ikiwa wewe ni mtume wa Mungu, thumma katalnaka, kisha tukakupinga na kupambana na wewe, wasadadnaka, tukakuzuia usiendeshe shughuli zako au usiende kutekeleza ibada ya umra kule Maka, laqad dhalamnaka, itakuwa sisi tumekudhulumu, lakini sisi hatukutambui kama wewe ni mtume. Walakin uktubu hadha ma salaha alayhi Muhammad ibn Abdillah, andika hivyo. Ndio Mwenyezi Mungu akaiteremsha aya hii, tumekupeleka wewe kuwa mtume katika umma ambao miongoni mwa nyumati nyingine zimetangulia kabla yake, litatulua alaihim,
ili uwasomee alladhi auhaina ilaika wahum, lakini hao waliopelekewa mtume yakfuruna birrahmani, hawamtambui Rahman ambaye katika ardhi yake wanaishi, ambaye chini ya mbingu yake wanaishi, ambaye vyakula vyake wanakula, maisha yote yanategemea kutoka kwake, lakini wao wanasema hawamtambui Ar-Rahman. Qul, sema Muhammad, huyo Rahman kama nyinyi hamumtambui, Rabbi, huyo ndiyo Bwana wangu muumba, huyo ndiyo Bwana wangu mlezi, huyo ndiyo Bwana anayenisimamia. La ilaha illahu, hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, wahidun ahadun. Huyo musio mtambua nyinyi, basi mimi ninakufahamisheni, huyo ndiyo Rabbul Arbabi wa musabbibul asbabi. Huwezi kufanikisha lolote bila ya yeye Allah subhanahu wa ta'ala kutia taufiki yake. Huyo ndiyo Bwana wangu. Qul, sema Muhammad. Haya maneno qul, sema Muhammad, mbele ya makafiri mangwengwe, tunafundishwa sisi ummati wake. Nini tunafundishwa? Wakati mwingine vijana wetu wanakwenda vyuoni kusoma, wakati mwingine hata wakubwa wanakwenda kukutana katika vikao mbalimbali na wakubwa wenzao, wakati mwingine husadifu wamekutana watu wakubwa watu 10, lakini Muislamu mmoja tu anaisikia adhana, anaona haya yeye kuinuka kwenda kutekeleza ibada ya swala, kwa sababu aliyokaa nao hawaswali, kwa sababu aliyokaa nao ni makafiri. Inuka hapo hapo, kama anavyoambiwa Bwana Mtume, sema huwa Rabbi la ilaha illa huwa. Na wewe inuka ukiisikia adhana mahala popote ulipo, sema huwa Rabbi. Huo ni wito wa Bwana wangu, na ameniamrisha nikisikia wito huo nisisikie agizo la mtu mwingine yoyote, mpaka kwanza niitike wito wake, kwa sababu mwenyewe anatangaza hayya alal falah, mafanikio yako huku, anasema subhana. Lakini inafika mahala mtu anaweza akatoka Zanzibar, mtoto wa kike kenda kusoma chuo Dar es Salaam, huko Mbeya, Dodoma, kaondoka vizuri na mashungi na mahijabu yake na manikabu yake, lakini akiingia katika bweni anajikuta Muislamu yeye anaona aibu lile shungi alilotoka nalo Zanzibar, anaona aibu ukifika wakati wa swala kwenda kuswali, asione aibu. Mungu ndio anatoa taarifa kwa mtume wake, na sisi tunatakiwa tuige kupitia Bwana Mtume. Mahala popote utakapokuwa, tangaza huwa Rabbi au Allahu Rabbi la ilaha illahu. Usione haya katika hilo, usione haya katika hilo. Watu wanaona haya. Swala ya Ijumaa inapita, unaweza ukawakuta watu wanapiga makofi. Sehemu mbalimbali katika dunia yanatokea hayo. Ushafahamu, wewe ndio umechelewa unakwenda msikitini, watu ndio kwanza wanakata kofi. Kwa sababu gani? Mtu anaona haya, akiinuka ataambiwa mdini, eti kuambiwa mdini imekuwa aibu na haya. Bali ndiyo sifa anayotakiwa mtu awe nayo. Huyu mdini kweli, huyu anampenda mtume, huyu anapenda dini ya Mungu. Hiyo ndio sifa ya mtu kusifiwa. Tayyib, huwa Rabbi la ilaha illahu
ay qul ya Muhammad lihaulai almushrikina, waambieni makafiri mahala popote walipo, inna arrahmana alladhi kafartum bihi, huyo Rahmani ambaye nyinyi mnamkanusha, wa ankartum ma'rifatahu, mkajifanya hamu mtambui, huwa rabbi alladhi amantu bihi, mimi nimemuamini kuwa hana mshirika, la maabuda li siwahu, sina wa kumwabudu asiyekuwa yeye, na ibada hiyo wazee wangu ndiyo sahihi, na ibada hiyo wazee wangu ndiyo itakayotuvusha, na ibada hiyo wazee wangu ndiyo itakayotupa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ibada nyingine yoyote, sio ya kupiga makofi, wala sio ya kulia katika hizo nyumba zinazoitwa za ibada, wala si ibada nyingine yoyote. Ibada sahihi ni ile aliyokuja nayo Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndiyo Mwenyezi Mungu akatuambia, fuateni kile alichokuleteeni Nabii Muhammad, katazikeni na kile alichokukatazeni Nabii Muhammad. Bas. Taib, anaendelea kusema mtume wa Allah, alaihi tawakkaltu, kwake yeye Allah nimetegemea, wa ilaihi matab, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo marejeo yangu nitakakorejea. Ay alaihi wahdahu a'tamidu, wa ilaihi, na kwake yeye taubati, ndiyo toba yangu, wa marja'i, na marejeo yangu, fayuthibuni, yeye Allah atanilipa, ala mujahadatikum, juu ya kule kupigana vita kwenu, katika kunipiga vita katika dini yangu, Mwenyezi Mungu mimi atanilipa. Walgharadhu, madhumuni ya aya, tasliyatu nabii, analiwazwa bwana mtume, mimma yalqahu min kufari Quraishin, kutokana na yale yanayomfika kutoka kwa makafiri wake Quraishi, minal juhudi, kama vile upingaji, walinadi, na ile jeuri, faqad kadhaba qablahumul umamu, usishangae Muhammadi, nyumati zilizotangulia nazo zilikadhibisha mitume yao. Kwa hivyo analiwazwa bwana mtume, kupitia maliwazo ya bwana mtume uliwazike wewe na mimi pia. Hata kama leo kufanya ibada, wakati mwingine wewe unayeshikamana na ibada ndio unaona haya, basi usione haya, simama, tekeleza taa za Mola wako, kwani wewe uko katika haki na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Mahala popote mwambie mtu yoyote, alaihi tawakkaltu, ninamtegemea Allah. Alaihi tawakkaltu, kwake yeye Allah ndiko nakotegemea, wa ilaihi matab, kwake yeye ni marejeo, na kwake yeye ndiko nakotubia. Maneno haya anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja katika suratu Nahli. Allah anasema, tallahi, anaapa Mwenyezi Mungu, laqad arsalna ila umamin min qablika, tulipeleka kuwapelekea watu waliotangulia kabla yako, fazayyana lahumush shaitanu a'malahum, baada ya kuyachukua na kuyashika mafunzo ya mitume yao, badala yake wao wakayashika mafunzo ya sheitani, akawapambia yale machafu, wao wakayaona mazuri.
fahuwa waliyuhumul yauma, sheitani ndio amekuwa mpenzi wao, ndio amekuwa rafiki yao hapa duniani. Walahum adhabun alim, lakini wamethibitikiwa wote watakao kwenda kinyume na mafunzo waliokuja nayo mitume, wamethibitikiwa na adhabu itakayoumiza siku ya Kiyama. Hakuna atakaye baki salama. Aliyemkataa Nabii Muhammad hatobaki salama, awe wa